Habari zenu watazamaji wa Beyond Church TV, mnavyojua mimi Akotoni nikija na kuja na mambo mengi sana. Tunawasalimu katika jina la Yesu kokote tulipo. Mjini Nairobi jamani, salamu zetu zimefikia sana Sudani, Malawi, Zambia, Namibia, kila sehemu Afrika mzima ambao upo unasikia Kiswahili, salamu zetu zikufikie. Na wale watu ambao wengine wako Marekani, wengine wako Europe, wengine wako Australia, kote salamu zetu ziwafikie mnaposikia Kiswahili. Na mnapofuata vipindi vyetu ni msaada mkubwa sana kutoka kwenu. Tunawashukuru kwa hali ya juu sana. Mnavyojua sasa kipindi chetu ndani ya Beyond Church TV tunaletaga watumishi wa Mungu tofauti kuongea kuhusu huduma wa kisasa au huduma uliopo leo. Sababu ukiangalia kuna huduma mwingine unakuta ni tofauti na wale ambao mtu anaweza kuwa amezaliwa mazingira fulani, anavyojua kwamba huduma ulikuwa hivi na hivi, anaona kwamba huduma ulibadilika. Yaani haindani kama vile alikuwa anajua tangu zamani wakati amezaliwa. Amekula kwenye mkono gani? Karibuni sana, tunapokea mgeni wetu mwaliko wa leo tuweze kuanza kuzungumza naye. Kabla aanze kujitambulisha mbele ya watu, kwanza mjue ni nani. Asante sana. Nashukuru sana kwa kunikaribisha. Kwa majina naitwa Kamusha Janet. Mimi ni Mkristo, nayempenda Kristo, napenda na watoto wa Mungu. Tubarikiwe pamoja. Amina. Tungependa tuanze kwa maombi kwa sababu tunaenda kuongelea mambo mbalimbali kuhusu utumishi wa Mungu, kuhusu huduma wa Mungu. Na ni vyema kwanza kujikabidhi kwenye mikono ya Mungu ili tuweze kuendelea na kipindi chetu. Karibu sana kwa kutuombea Janet Kamusha. Asante sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunashukuru sana saa hii, tunasema wewe ni Mungu wetu. Tunasema asante kwa ulinzi wako. Tunasema asante sana kwa upendo wako. Tunasema asante sana kwa kila kitu unafanya maishani mwetu. Mungu wetu, tunakuja hapa kuongea 1, 2, 3 kuhusu kazi yako kwa siku hizi za mwisho. Tunaomba uwepo wako uwe juu yetu. Roho Mtakatifu atuongoze. Asante Jehova, utatenda makuu kuliko yale tumeomba, kwa sababu tunaomba kwa machache. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Asante sana. Karibuni sana watazamaji wetu wa kipindi chetu. Nafikiri tunaanza kipindi chetu mnavyoona, mnavyojua tunazidi kuongea na Kamusha. Kamusha ni mama moja ambao ndani ya wamama wako ndani ya church au ndani ya kanisa. Ndio. Imesemekana watu wamesema, wanamuongeza au msemo fulani kwamba mapasta wa sasa hivi wengi wameshindikana. Ukimwambia mtu kwamba huyu ni pastor, anasema hakuna pastor kwa sasa. Ukiangalia wewe kama Kamusha ambao umekulia kwenye kanisa muda mrefu, umekaa na wachungaji tofauti, ni nini inasababisha sasa hivi watumishi wa Mungu wawe na jina baya? Kwa mawazo yangu na kuona kwangu, siwezi nikasema naona mbali sana, lakini nafikiria hivi kusema wachungaji wa siku hizi hawako kama wale wa kitambo. Ni gisi wanajipeleka. Kuna gisi mchungaji anajipeleka, unaona ana utukufu wa Mungu. Ana unyenyekevu. Ana kuongea kama mtumishi kabisa aliyoitwa na Mungu, si yule ambao wamejiita. Kwa sababu siku hizi wengi unapata wamejiita. Unaona watu wengi wanajiita. Tena ukijiita, ukienda kwa kazi ya Mungu hautafanya vizuri. Utafanya gisi unavyojiongoza wewe mwenyewe, kwa sababu mwenye kazi hajakuita, na ndio maana hautatumika kama yule mwenye amekuita. Mimi naona hivyo. Kwa mfano, unaweza karibia mchungaji, anakuombea, mnaongea mawili matatu, lakini kidogo unasikia anaanza toboa asili za mtu fulani amekuja kutubu dhambi zake. Anakwambia wewe unamjua fulani, ule alikuja kwangu akatubu hizi na hizi. Tena kitambo tulikuwa tunajua ukienda kutubu kwa mchungaji ni kama kutupa mbali, ni kama kutumba kwa simu, kwa shimo, hakuna mtu atayajua yale ambao umeongea. Kwa sasa ndio maana unaogopa hata kusema niseme chenye nilifanya ili nikuwe uhuru, unaogopa. Wanaongea mtu na unashangaa, unasema sasa kama ni hivi kusema ni mtumishi wa Mungu, kiukweli huyu anamtumikia Mungu? Nafikiria kwa kifupi ni kama hivyo. Ni juu hawajipeleke kama wale tunaweza kusema kama ni baba.
Kwa sababu hata mimi unaona niko na miaka kama ni mingi, naweza kumuita mchungaji hata akiwa ni mdogo, unamuita baba kwa sababu namuona ubaba ndani mwake. Lakini kwa sasa unaogopa. Nasema sasa tamkaribia aje, hata kunyenyekea wanyenyekei. Hata ukamwomba nina tatizo fulani, naomba msaada wa maombi. Kusema takuombea si kitu rahisi. Ndio maana watu wengi wanakuwa na mashaka ya kusema huyu si mchungaji kabisa. Nafikiria hivyo. Asante sana. Watu wengi wamelalamika kuhusu kusema kwamba kama ulivyoanza kusema ni kama vile kwenye maono yao kabisa vizuri ndani. Wengi wao wanapoenda kuonana na wachungaji wengine wao wanaweza kueleza siri zao. Ni siri kubwa. Yes. Na mapasta au mchungaji ni mtu anatakiwa kuwa kama daktari. Yes. Kwa sababu madaktari sana sana wanaangalia mili za watu tofauti. Unaweza kukuta hata wanawake ameona uchi wa wanawake wengi kibao. Lakini anaweza katoboa siri. Lakini unakuta sasa sometimes huyo mchungaji akaanza kutoboa siri ya muumini wake, already muumini ataumia sana. Na kesho hataweza kurudi. Na imesemekana sana mara nyingi kwa sasa na wachungaji unasikia kwamba wanazalisha waumini wao. Hiyo mnaonaje kama nyewe mama wa kanisa? Unakuta unasema kwamba mimi mimba niko nayo, ni mchungaji fulani nipatia mimba, mchungaji fulani nitongoza amekuwa hivi, imefanya hivi. Yeye mnaonaje huduma wa sasa hivi ukoje? Mimi nakwambia hivi, hiyo inaleta uchungu. Sana sana unaona wanakaribia wale wanakaa kama wachanga kwa Ukristo, watoto wadogo. Eti wakienda kukuombea anakwambia Mungu atapitia kwangu ili upone. Unaona? Sasa wewe ukitaka kupona na unataka ukue mtu mpya, vitu vyote zile za kale ziishe, utasema chochote mchungaji atanielekezea nitakubali. Sometimes unakubali hata kulala na yeye bila kujikinga kwa sababu huku unajua kama hiyo kitu kitatendeka. Lakini kwa sababu akisema Mungu ameniambia hivi na unaona kabisa ni Mungu ameongea na yeye, anakwambia hata kukua vizuri kwako, kupona kwako ni mimi Mungu atapitia tukilala pamoja. Kuna wengi wanafanya hivyo. Kwa hiyo unamaanisha kwamba kuna manabii, wao ndio wanaitwa manabii au maprofeti. Anaweza katabiria mtu akasema kwa Mungu amemwambia alale naye. Exactly. Kwa mfano kuna mtu nimesikia alikuwa ametamani mke fulani. So huo mke alikuwa ni mjamzito. So akimtembelea akamwambia, alikuwa anajua bwanake alikuwa amesafiri. Akamwambia mimi nimeomba na Mungu akanionyesha una mtoto mzungu kwa tumbo. Huyo mama akasema kwa jina la Yesu. Kwa sababu huyo mchungaji alikuwa mwenye akisema kitu kinatendeka kabisa. Huyo mama hakuwa na mashaka, akasema mchungaji niombee huyo mtoto abadilika. Akasema nitakuombea katika jina la Yesu. Akaanza kuomba. Kisha baadaye akamwambia sasa Mungu ameniambia dawa utapitia kwangu. Mimi ndio nitakupa dawa ili mtoto abadilike, akue tena mweusi, asikiwe mzungu, mume wako asikutupe nje eti umemsaliti. Mama huyo ndio kukubali, wakalala na yeye ili apate dawa ya kubadilisha ule mtoto wako kwa tumbo asizaliwe kama mzungu. Unaona? Alikuwa anamwambia ukweli au ni kitu ambacho alikuwa anamfeka ili aweze kulala naye? Ni ufeki, alikuwa anamfeki ili alale na yeye kwa sababu alikuwa amemtamani. Lakini akatafuta kitu ya kumwambia cha uongo ili mama na yeye atetemeka, aogope, akubali kulala na yeye. Je, ukiangalia makanisa mengi kwa sasa kuna makanisa ya kiroho, kuna makanisa tofauti mengi sana. Lakini sasa unaweza kukuta hata kuna kanisa labda wanashtaki mchungaji, wanasema mchungaji fulani ni mtu ni mzinifu, ni msharati, analala na wanawake wa pale nini, lakini watu wanazidi kuwa wengi. Tunaweza kusema kwamba labda waumini wenyewe labda wanakuwa wanapenda au inakuwaje au wanavumilia. Mimi nataka kusema hivi, hakuna wale ambao wanapenda, lakini naonekana ule mtu si mtumwa wa Kristo koko. Wa kweli ni mtumwa wa shetani. Unaona? Yeye hataki kufanyia hiyo, atakwambia kwamba ni Mungu amependa afanye hivyo. Ni mtumwa wa shetani. Hata akitabiri kwa jina la Yesu lakini si Kristo amemuita. Kwa sababu mahali mtu ameitwa na Mungu, lazima aepuke na dhambi yoyote. Akuwe mwaminifu. Akuwe mtu wa kusema nikitamani kuwa mtu naweza kuwa kama yeye. Sile mtu wa kukimbia, sile mtu wa kusema amepea mimba mtu fulani, huyo baba anatembea na fulani. Huyo ni mtumwa wa shetani. Hakutumwa na Mungu. Watu wanaingia kwa sababu hajajua kutofautisha mtu ambao ametumwa na Mungu na ule ambao ametumwa na shetani, kwa sababu hata miujiza wanafanya
Hata ukiingia huko wewe ni mgonjwa, wakikuombea magonjwa yanatoroka, watu hawajajua. Lakini angalisho, watu ukiingia sana, ukiwa mkubwa, ukiomba kwa kiroho, unaweza jua hii kanisa ni watumwa wa shetani, si watumwa wa Mungu. Kiukweli. Kwa hiyo umesema kwamba kuna watu wameitwa na kuna watu wamejiita. Exactly. Miito iko tofauti. Je, hapa nataka usaidie watu kidogo. Watajuaje wale mapasta wamejiita na watajuaje yule mpasta ambaye ameitwa na Mungu? Sitasema ikiwa hivi ndio utajua hivi. Lakini ukiangalia kwa makini na kufikiria gisi vitu vilikuwa vinatendeka, unaweza ona. Kwa Biblia tunajua Paulo, mtume Paulo, alikuwa na kijana anamuita Timotheo. Alikuwa anamfuata nyuma yake, anajifunza kwa miguu yake ili na yeye aendeleshe huduma. Tukiendelea sana tunamwona Elia. Alikuwa pamoja na ule mtu tunaita Elisha. Hata wakati alikuwa amenyakuliwa Elia ili aende mbinguni, unaona, alijua ule kijana, kuna wanabii wamemwambia, unajua kama Elia anaenda kukuacha, akasema mimi sitatoa jicho kwake kwa sababu kuna kitu nataka kwake. Unaona? Kwa hizo mifano zote nataka kukuambia, mimi nikichunguza kwa ujuzi wangu kidogo, sina hata ujuzi kubwa. Unaona, kuna mtu ananelewa chini ya miguu ya mchungaji fulani. Huyo mchungaji anawalea nini watoto 3, 4, 5, mnakaa kama ma evangelist, anaona mna wito ndani mwenu. Na huyo mwenyewe mchungaji anachagua, anasema unapaswa kuwa mchungaji. Na kuna hivyo ndio unamwangilia mafuta, unakuwa mchungaji. Unaona? Lakini kuna wengine wao wanajisifu. Akiona anajua kuongea, akiona anajua kusoma Biblia, akienda kule shule ya teolojia kusoma, si ndio? Anajua vizuri gisa ya kupanga. Ye mwenyewe ananunua mtu wa kumwangilia mafuta. Kiukweli, jameni wa Kristo, tukichunguza hapo tunaweza sema huyu mtu ameitwa na Mungu au amejiita. Kwa sababu hakuna mtu amemlea. Hakuna mtu amemwona kama anastahili kuwa mchungaji. Ye mwenyewe alijisikia akasema, namaliza miaka 10 kwa kanisa, hivi naelekea 20. Lazima na mimi nipate jina la juu nikuwe mchungaji. Kiukweli, huyo mtu akitafuta kinunua mafuta, hiyo mafuta sitamlemea. Itamfanya kuwa cheese. Itamlemea, na ndio maana utaona vitu mingi anafanya havieleweki. Ukiangalia kwa sasa hivi bado tuko hapo. Kamjishao Janet, ndio ni mtu unapomuona hapo mbele ni mama anajitambua, anajielewa, amevaa vizuri, amependeza kuliko maelezo. Alafu sasa mnavyo ni mtumishi wa Mungu pia, ni evangelist, sio? Evangelist pia ni mwimbaji. Pia ni mwimbaji. Mnapomuona hapo mbele ni mwimbaji mkubwa wa kimataifa, na mtakuja kumuona baadaye. Hata kama utuna vyombo lazima atatupa kapela hapa, hawezi kaenda hivyo hivyo. Ukiangalia hawa watumishi wengi, kuna wachungaji wengi wameachana ndoa zao. Mtu anakuwa ni mchungaji na amemwagilia mafuta kama ni mchungaji, lakini kwa siku chache ndoa inavurugika. Na wanaposimama mbele ya kanisa lazima waambie watu kwamba ndoa ni kuvumilia. Ndio. Na usivunje ndoa kwa sababu wanasema kwa kuna wazee wa kanisa ambao wanaunganisha zile familia. Kama familia zimepata shida, wanaita watu, wanakuja, wanaunganisha, wanaambia hivi na hivi, wanarudiana. Lakini sio ukiona mchungaji ameamua hata hajamaliza miaka 3 kwa ndoa, labda ni mwaka 1.5, miaka 2, lakini amevunja ndoa. Je, na bado anaendelea kuwa mchungaji? Ndio. Hana mke na anaweza kuendelea kuongoza maibada chachi fulani. Hiyo mnaionaje? Haiwezi kuleta madhara ndani ya Wakristo? Kiukweli hiyo si kitu mzuri. Lakini ukiangalia inaonekana ni kama shetani amemdunga amemdunga mkuki ili avunje ile huduma iko ndani mwake. Lakini kama vile mchungaji anatufundisha sisi wa Kristo kuvumilia. Na yeye angepaswa kuvumilia. Unajua niaje, kitambo sisi kwetu tulikuwa tunakaa huko, mama anaweza okoka, ana baba mwenye nakunywa pombe, ni mlevi. Akifika kanisani anajazwa Roho Mtakatifu, anakaribia mtu mmoja anamwambia, mimi nataka kutoka pale, mume wangu ni kwazo, analewa sana, hata kitaka kuvuta sigareta na nituma niende
basi akamwambia, wewe kama ni Mkristo umeokoka, kaa kwa hiyo ndoa. Matunda yako ndio itabadilisha huyu baba na yeye mwenyewe aone umebadilika. Ni kweli. Hata kikutuma hiyo pombe, kimbia dukani mletee akunywe. Hata kikutusi, muoshe miguu ili umulete aingie kwa Kristo, aone kama na wewe ni Mkristo kabisa. Kwa hiyo yako inaweza kubadilisha mzao. Exactly. Kwa hiyo mama huyo anateseka. Mara moja mzee anamtandika aseme sitaki hata uende kwa kanisa, lakini hawezi toka kwa ndoa. Siku hizi sasa chenye kinaogopesha, mchungaji mwenyewe ndio anavunja ndoa. Sasa atakufundishaje wewe kuvumilia na yeye mwenyewe hajaweza kuvumilia? Hiyo shida fulani imekuja tena, unapatana na mwenye wanaishi pamoja ni Mkristo au ni mchungaji mwenzake. Naona siku hizi ni siku za mwisho kabisa. Shetani ameinuka ili abomoe huduma kupitia familia. Tena kama kuna kitu Mungu ana support, Mungu anapenda familia sana. Mungu anapenda familia, na ndio maana alipomuumba Adam alimuwekelea na Hawa akuwe bibi yake, wakuwe kitu kimoja ili wasaidiane. Kwa hii maisha hauwezi kuishi bila mtu wa kukusaidia. Kama hivi tuna macho mawili, la kushoto na la kulia, lazima uwe na mke karibu na wewe wa kukushia mahali unasikia pungufu au mahali umelemewa, yeye achukue ile mzigo atie mabegani, muendeleshe safari. Kiukweli wachungaji wangevumilia. Kuna vitu vyenye hawezi kuvumilia, lakini wangevumilia ili na sisi watoto mbele zao tujifunze kuvumilia kupitia wao. Hii miaka yote umeishi ndani ya kanisa. Ndio. Miaka yote umeishi ndani ya kanisa. Je, labda hiyo kitu inaweza kuwa imewahi kutokea wewe? Labda kuna mchungaji akakutongoza, kuna mchungaji akafanya nini? Ushuhuda unao? Kiukweli kusema kama kuna mchungaji amenitongoza, naweza nikawawekelea. Hakuna mchungaji amenitongoza kwa sababu mimi najua kujiepusha. Kwa sababu mimi ni mtu mzima, kuniangalia hivi tu haujasema na najua chenye utataka kusema. Kumaanisha kwamba labda wewe walikuja, lakini sasa ukiangalia walikuja ukaona kabla waongee, ukamwona kwamba huyu mtu anataka kumaanisha ngoja mimi niepe njia yangu. Si kusema walikuja, kukaribiana sana na mume asipokuwa mume wako. Kuna gisa na kuangalia, unaona nikikawe hapa kutatokelezea kitu kingine. Hapo mengine. Kwa hiyo sasa wewe mwenyewe unajua kuweka limit gisi ya kujipeleka ili hiyo kitu isitokelezee. Hakuna mchungaji amenitongoza, lakini kiukweli mimi si mama mbaya sana. Lakini nilikuwa nikiona naweza tokelezea naenda mbali kidogo. Lakini kuna wengine unawajua imetokea, labda wametongozwa na wachungaji, wamepewa mimba na wachungaji. Nasikia kuna wengi wasichana waimbaji, vitu kama hizo, wanasema huyo mtoto na mchungaji. Inatokelezea kabisa, lakini kwangu haijawahi tokelezea. Sasa hivi kuna kitu pia ipo ndani ya wachungaji. Unakuta labda wachungaji ni wawili watatu, lakini unakuta baada ya muda fulani wameachana, wamegombana, wametusiana nini. Yenyewe inasababishwa na nini ndani ya makanisa? Kiukweli makanisa siku hizi si kujenga mwili wa Kristo, ni kujenga tumbo zao. Kwa hiyo wanagombana juu ya pesa. Eti wewe umekula mingi, mimi sijakula mingi. Nimechunguza, nimeona hakuna kitu kingine. Ni tumbo na cheo. Mtu akue mkubwa kuliko mwingine. Unapenda kupanda juu, tena kiukweli ukijiangalia hata wewe sijui kama unaweza, lakini lazima unaleta kufight. Wengine tumbo wanapigania pesa, wengine kukua mtu mkubwa kuliko mwingine. Uongozi. Hiyo ndio naona mimi nasababisha watu wanavurugana. Na kuna msomo mwingine sasa hivi upo staili nyingine ambao sasa unapoenda kwa mchungaji fulani au nabii fulani anakuambia nimeona hii na hii kwako, sasa lazima ulete sadaka ya shukrani au sadaka ya kuondoa hiyo kitu ambacho imekulemea muda mrefu. Kibiblia hiyo kitu inaruhusiwa au inakuwaje? Biblia hairuhusu hiyo kitu. Biblia inasema mlipewa bure, peyeni bure. Lakini kama mtu anataka kukubariki kulingana na kile chenye umemsaidia, mtu kama yeye mwenyewe anaweza kusema mchungaji anahitaji maji ya kukunywa.
anasema anaweza kuangalia mchungaji lazima nimnunue suti. Unaona? Lakini si wewe mchungaji ulazimishe mtu nipe hii kitu ili nikufanyie hii. Wengine wanasema kwamba anaweza kukulaani hata kama umemnyima hiyo sadaka na kulaani, hiyo mnachukua kweli. Naomba uambie watu ambao wako mbele yako, wengine walikuwa na uoga fulani waweze kujua. Hakuna mtu anaweza kukulahana. Kwa sababu gani? Damu ya Yesu natuzunguka. Tena maombi yote mtu anasema si ile vile nachukuliwa mbinguni. Hakuna yeye anaweza toa maneno machafu juu ya maisha yako, lakini hawezi badilisha mpango mzuri Mungu ametia kwa maisha yako. Amina. Wasiogope. Mtu yote akisema usipofanya hivi nitakulaana, umwambia huwezi ni laana, kwa sababu nguo ilikuwa pale inatuzuiwa kufika mbele, imepasuka mara mbili. Sisi sote tumekubaliwa kuingia. Tena damu ya Yesu inatutosha kututakasa na kutuzunguka ili ikuwe kingo kwa maisha yetu. Hakuna mtu anaweza kukulaana. Kweli. Sasa unaondoa watu uoga kwamba mwenyewe msiwe na woga. Wasiogopi. Wasiogopi. Wao wanyenyekee, wakubali, waheshimu wachungaji, lakini wasiwatishe. Hakuna mtu anaweza kukulaana. Wengi wao ndio hiyo shida nyingi wamekutana na hizo changamoto, wanasema kwamba kama nimekuambia ulete sadaka fulani afu nimekuombea hujaleta hiyo sadaka, nitakulaani, nitafanya nini? Sasa inabadilika kama yeye ndio mchawi. Kwa sababu wengi anakuambia mimi ni ile magonjwa yote nimekuombea toke kwako itarudi kwako. Uongo. Uongo. Kwa sababu si wao wamekuponya. Mungu amewafanya vyombo. Kwa hiyo mwenye amekuponya ni Mungu wetu, ule Mungu baba yetu. Yeye kama amekuponya, kuna mtu mwingine wa kufanya ukue msiki tena. Hakuna. Hiyo ni uongo. Msiogope. Mkue watu wakubwa kwa imani na mjue nyinyi ni watoto kwa baba. Ukijua vizuri wewe ni mtoto wa Mungu, hakuna mtu akukubabaisha, hakuna mtu akukutisha. Mimi sometimes nikiingia kwa maombi nikiomba, nikisikia nimelemewa na shida fulani, naomba nikasema Jesus, si unajua mimi ni sister wako? Jesus, sister wako anaumia. Kiukweli shida yoyote natatuka. Wewe jua value yako mbele za Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni sister wa Jesus au wewe ni brother yake, vitu kama hizo. Unamwambia Mungu, baba yangu. Sasa tunakumbuka ile wakati wanafunzi wamemuuliza Yesu, "Ebu baba tufundishe kuomba." Aliwaambia mkoma mseme baba wetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Hakusema mseme baba yangu aliye mbinguni. Alisema baba yetu. Sisi wote ni baba yetu, si anko. Umesikia? Sisi wote ni baba yetu. Kwa hiyo ukimwomba baba, ujue wewe ni mtoto kwa baba. Lazima utapewa chochote. Na hakuna mtoto anaweza kataliwa kwa babake. Na Yesu Kristo mwenyewe alisema, kwa nini nyinyi ni wabaya na mnajua kupea watoto zenu vizuri, mnaweza ogopaje ule Mungu ambaye ako mbinguni hawezi wapatia? Ni lini mtoto alikomba dadi, mimi nasikia njaa, mpe jiwe, tunampea mkate? Lazima mpe mkate. Ndio. Sasa baba yetu wa mbinguni atatupea vikubwa kuliko venye tumeomba. Ukiomba na imani. Imani muhimu sana. Muhimu sana. Usipokuwa na imani, omba mwambie, Mungu pandisha imani yangu. Imani ipande. Ni Mungu ambaye anafanya vitu vyenye unaweza fikiri unasema nimechizi. Wewe mwenyewe unaditafuta unajikosa unasema haki, Mungu amenitendea. Wakati mmoja mimi ni kama naingia kwa ushuhuda. Niligonjwa. Nikakuwa msiki. Sijui nitasemaje kwa Kiswahili. Kiswahili yangu ni kidogo. Kwa mguu, hizi vitu za mguu wanahitaji vidole gumba. Vidole gumba, vidole za mguu. Vidole za mguu. So nilipita nikisindikiza wageni, kamti kakaingia. Nikatokelezea kamti kwa hiyo mguu. Kutokelezea mguu ikakataa kupona. Niligonjwa hiyo kidonda miaka 6. Unaona? Nilienda hospitali nitibiwe, nilidungwa sindano, nimefanya yenye wanasema petit chirurgie, juu kwa Kiswahili ni aje, kwenda kwa hosi wanakata hata hii ninia kucha la mguu ikatolewa. So kufanyia operation ya vidole ya mguu. Hiyo miaka 6 ikaisha, mimi nikapiga magoti nikaomba, Mungu, naomba
uniponye. Kwa sababu Biblia inaniambia wewe unatuponya magonjwa yote. Jameni, nililala kwa ndoto. Uliona niliota nini? Nikaota tiger natokelezea kwa mguu. Refu sana. Tiger. Kwa ile mguu iko mgonjwa, nikasema hii ni nini? Nilikuwa mahali nakaa kote najiwekelea kitambaa ili inzi zisinikule. Naona miaka 6. Sauti kanambia, wewe Janet unakuwaka. Hausamei. Mtu akikosea haumsamee, unamweka unasema na mimi nitamrudishia. Ndio maana unagonjwa hii mguu. Lakini ukianza kusamee na unaachilia kabisa mtu, utapona. Hakika nikapiga magoti nikiamka na nikasema Mungu nisamee, sitarudia kuweka mtu. Mimi nilikuwa na visilani. Mtu akiniumiza na mimi mwenyewe nasikia lazima nimrudishie. Hakuna kumwachilia. Unaona nataka kujipigania. Lakini hii mguu ikanifunza, nikaanza kuachilia na nikapona. Hivi niko vizuri, hata ukiangalia kwa miguu yangu na kucha la mguu limerudi tena. Amina. Ni shuhuda mkubwa sana. Kabisa. Watazamaji wa Beyond Church TV, mnavyojua sasa jamani, tunaendelea na sisi ndio tunamaliza kipindi chetu, lakini hapa tuko na mama anazidi kuachanua, anakuambia mengi kuhusu huduma wa Mungu. Huduma wa Mungu unafanywa na watu wengi tofauti, ni yani ni mkubwa, ni pana, lakini sasa kuna mambo mengi yanatokea huko ndani ambao anachanganya watu. Na sasa hivi kuna msemo ambao unasemeka kwamba kuna wale ambao wanajiita watumishi wa Mungu wakati ni waganga wa kienyeji. So wanasema kuna wengine wanatumia nguvu zao. Alafu sasa waumini wakianza kugundua ndio anaanza kuondoka moja kwa moja. Ni kweli hizo mambo zipo, hata kuna watumishi ambao wana nguvu za giza. Kiukweli zipo. Kwa sababu gani? Mimi sisemaki watu wengine, mimi mwenyewe naweza jiongelelea. Kuna mahali niwahi ingia kwa kanisa. Nikaingia karibu miezi kama 6. Na nikaangalia gisi tunaabudu, gisi tunaendelea, nikaona ni vizuri. Lakini nikajisikia si vizuri. Kwa sababu gani? Mchungaji alikuwa anasema, ukienda kwa kanisa lingine unaleta mapepo. Vitu kama hizo. Nikajiuliza kama sisi sote tunajenga mwili wa Yesu Kristo, ni aje tunaenda kwa kanisa yenye wanataji jina la Yesu Kristo, wanasema damu ya Yesu unaleta mapepo. Nikaanza na mimi kusikia hizo vitu sizi nini. Nikalala nikaota. Nimeota. Kaoteshwa. Yes, kwa ndoto. Nikaota huyo mchungaji. Kuna mtu anamkujia, namwambia hebu toloka, kuna mtu ana kisu sikumalize. Mchungaji kwa sababu ana madharau akakataa. Huyo mchungaji alikuwa huyo mbaba anavaa miwani. Anakuwa anavaa miwani. So akamdunga ile kitu inakaa kama kisili ya kufunga tu vitu nini. Akamdunga tournevis, kwa ndoto akamdunga na damu ikatilika. Ni kwa ndoto nikiota. Sauti kanambia huyu anajifanya nabii na macho yangu hana tena. Naona? Mimi nimeamka asubuhi nikasema sitarudi kwa hiyo kanisa. Kweli kuna watu walikuwa wanafanya kazi, wameitwa na Mungu, lakini wamechanganya mambo kwa sababu ya tamaa ya vitu za dunia. Wanahitaji pesa haraka sana. Haraka. Kwa hiyo wanatumia vitu vingine tofauti ili wakuwe na nguvu zaidi, ili wakujue, ili waseme maneno kuhusu wewe, ili waamini wakubali. Lakini wametupa njia, wameingia kwa njia zingine za kishirikina. Asante sana. Bado watu wanaongea kuhusu kwamba ukiangalia sasa hivi kuna ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya makanisa. Unakuta pasta amekula mali ya mtu fulani. Akimwambia mume wake leta hii, akimwambia mwanamke labda nenda leta hii, unakuta mpaka mwanamke anaanza kuleta mali ya mume wake. Yote inaishia kanisani. Kaambia ukileta hii nitafanya hivi, ukileta hii nitafanya hivi. Ukiangalia kama watu wanavunja ndoa za watu kwa namna hiyo, unaona wanaweza kuchukulia watu gani? Kiukweli. Mfano ukiangalia sasa kuna kanisa zinaanza kufungwa huko Rwanda, wapi nchi nyingi tofauti zimefungwa. Lakini wengi wanafungwa kwa sababu utapeli huko ndani ya makanisa. Nilikwambia watu siku hizi hawamtangaze Mungu, hawataki hata wapate nafsi za kupeleka mbele za Mungu. Watu wanataka kukula tumbo zao zidai. Na ndio maana wanaingilia wamama sana sana, kwa sababu tunakuwa na mioyo
laisa au teketeke sijui ili tuwaletee vitu ili zile tumbo zao zikuwe vizuri, watoto wao wasome mashule waingie kwa maskuli mazuri, unaona? Kwa hiyo kweli mchunguze, mtu akikubali unaleta TV ya nyumba na baba mzee mwenye amenunua hajui, na yeye ni baba wa familia anakubali, huyo mtu ukuwe na mashaka. Potelea bali Kabisa. Yeye anaweza kuuliza, hii kitu naleta mume wako amekuruhusu? Ili usibomoe, achukue simu apikie mume wako, amuulize kiukweli, hii TV mumeleta kama sadaka kwa nyumba ya baba? Unaona? Na wengine wanasema wanatumia msemo kwamba yule bwana wako sio, yani hajakuja kwenye mpango wa Mungu. Hapana. Paka anamwambia wewe, huyo mwanamume si mwanamume wako. Unajua watu wengi sasa hivi ndoa zimevunjika nyingi sana. Hiyo ni utoto. Huyo sio mume wako. Huyo Mungu hajakupangia. Ulijichagulia mwenyewe. Sasa unakuta ndoa za watu zinavurugika na mpaka wanawake wanasikiliza wanaacha ndoa hizo. Kiukweli wanaachika. Hii mtu akisikiliza maneno kama hayo, mtu mmezaa mtoto mmoja, wawili, watatu, ni aje Mungu anaweza kubali hiyo ndoa si yako na ujifungue huko? Ni kweli. Mungu amewabariki. Hiyo ni namna ya kukuibia. Ni namna ya kukucontrol, akuchukue kama kweli remote yake, akupitisha hapa na hapa na hapa. Hiyo ni uongo mtupu. Hakuna watu wanajiunganisha kama Mungu hajakubali. Mungu anakubali, mnapendana, na hiyo mapenzi yenu kwa vizuri, mnaishi pamoja, mnajenga familia. Hiyo ni uongo. Ndio. Pia wanatumia njia kwamba anaweza kaja akachukua akauliza rafiki yako. Akachukua information kutoka kwako. Na yule rafiki yako anakuja kwako, unamwambia kila kitu kwa hivi na hivi. Sasa nenda namwambia mtumishi wa Mungu pale nabii. Alafu nabii ukiwa kanisani atakuja kukuanzia kwa kidole ya mguu mpaka anafika kwa nywele yako. Akikutabiria. Na kweli kutabiria kitu nakuta ni kweli. Sasa hiyo hauwezi ukashindwa kwenda kumtafutia kitu ambacho amekutuma. Wewe hujajua kwamba ameongea na watu fulani. Kuna watu wengine manabii wengi wanatumia njia za uongo. Anapita kwa mtu anachukua habari zako zote. Hapo anakuja na kutabiria kati ya kanisa. Unaona? Sasa huyo mwanamke atakuja ukataa kupeleka hiyo mali ya mzee wake au ya bwana wake namna gani? Wakati yeye ameambiwa kila kitu tangu azaliwe. Hiyo sasa. Na yule nabii anasema katika jina la Yesu Mungu amesema hivi. Mungu amesema hivi, anaenda kufanya hivi. Wachawi wamekuja hivi. Kuna wengine wamepatikana mpaka mtu anaenda anatafuta mavi mengi sana. Uchafu wa choo mavi yani. Anakuja anapaka kwa nyumba ya mtu. Sasa mtu akiingia ndani anaanza kuomba anasema, nasikia hapa nje wachawi wamekuchafua na mavi sijui. Akienda nje anakuta kwanza hiyo mavi hapo. Sasa unaona sasa? Sasa anaibia yule tajiri vizuri sana. Ndio. Ningeomba kila mtu ambaye amemjua, amemwamini Yesu Kristo, akuwa anapiga magoti aombe Mungu amfunulie macho yeye mwenyewe, akuwe mtu mkubwa kiroho. Kwa sababu siku za mwisho lazima vitu kama hizo za uongo zitakuwa mingi. Tena ukuu unaamini nabii mwenye anakuambia kesho inakuja. Asikwambie ile ya jana iliyopita. Kwa sababu ile iliyopita inajulikana. Amini nabii anakuambia chenye kitatendeka next week. Mwenye anakuambia miaka miwili utakuwa umekuwa hivi. Lakini wale umekwambia miaka mitatu iliyopita ulikuwa hospitali, si watu wanajua ulilazwa. Lazima ni amepeleleza. Amejua habari kuhusu wewe, au ni wanabii wa uongo. Wakuwe makini na wapige magoti wamwambie Mungu tunataka kugrow. Kwa kidogo tu grow. Hata Mungu akisema, wewe mwenyewe unasema huyu ni Mungu amesema. Wakati Mungu akisema, kama umepiga magoti chini umemwambia Mungu nataka nikujue zaidi, Mungu hawezi jificha. Unamjua na sauti yake unaisikia vizuri sana. Usidanganywe na watu. Watazamaji wetu tunapaliza kipindi hichi. Ningependa yani hizi dakika za mwisho watu tunamaliza kipindi. Unaweza kushauri watu maneno wale matatu alafu tufunge kipindi chetu. Chenye naweza shauri ni kusema hivi, sisi ni watoto kwa nyumba ya Baba. Hata wale tunayowatii kama ni wachungaji, ni mapasta, ndio ni vizuri wamemwagilia mafuta, lakini tukumbuke hawa ni wakubwa yetu. Lakini na sisi tunaruhusiwa kupiga magoti, tunamuita Mungu na anaitika. Tunataji jina la Yesu Kristo, mapepo inaondoka.
tunakemea magonjwa inatoka milini mwetu. Tunaita Mungu, tunamwambia tunahitaji pesa, Mungu anaweza tusikia kwa sababu sisi ni watoto kwa Baba. Tusiogopeshwe. Ile kusema usipokuja nikuombee hakuna chako kitafanikiwa, uongo mtupu kabisa. Kama wewe ni mtoto wa Mungu na wewe mwenyewe unajijua ni mtoto wa Mungu, piga magoti. Watu wajifunze kuomba. Panuka kwa imani, mwambie Baba yangu, najua ulifanya ile jambo, mkumbushe chenye amefanya. Kuna wakati mimi namwambia uliniponya hii mguu, sasa hii kichwa ndio itakushinda. Sasa hiyo uponyaji wa kichwa inakamu, napona vizuri sana. Nasikia kisida yoyote na mwambia Mungu, unanitunza. Safari tulitembea tangu utotoni kufika saa ya hujaniachilia. Hii shida huwezi nipe pesa nilipie mtoto school fees. Nakwambia asubuhi napata pesa. Kwa hiyo unawaambia watu kwamba wajifunze kuomba na kuwa na imani. Wajifunze kuomba wakiamini mwenye wanamwambia ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa upendo. Anawapenda zaidi kuliko mafikirio yetu. Hatujafikiria upendo wake. Wazazi wanaweza kuacha, ndugu nini, marafiki, lakini Mungu hawezi kukuacha. Kiukweli Mungu mahali kote unaenda unatembea na yeye. Na ukilaza hospitali Mungu mnakuwa pamoja. Na ukiingia hata kufungwa huko kwa gereza unaingia na Mungu. Mungu hawezi kuacha. Anaishi ndani mwako. Yeye ni mtawala wako. Umwamini hivyo. Tupanuke kwa kuamini Mungu. Atatenda vikubwa zaidi ambavyo tunavyosikia na ambavyo tunavyofikiria. Asante sana. Kuna gisi tumesikia Mungu anatenda, atatenda vikubwa sana. Amina. Asante sana. Tunashukuru watangazaji wetu ambao mmefuatia kipindi chetu hichi. Mmesikia mengi kutoka kwa Janet Kamugisha, mtumishi wa Mungu, ni mwimbaji pia ni evangelist. Ameongea mengi sana. Amemwambia jamani, acheni kufuata njia za uongo, wengine wanawadanganya hivi na hivi. Tafuta Mungu aliyopo mbinguni na wewe mwenyewe atakukoa. Ujifunze kuomba na kukua ndani ya imani. Na amesema kwamba kuna wengine watumishi wa uongo na wengine si wa uongo. So anasema kwamba wewe mwenyewe kama ni muombaji na una macho ya kiroho, lazima utajua huyu nabii ni muongo au si muongo. Sasa anachosisitiza sana, anasema kwamba jifunze kuomba na kukua kiimani. Amen. Tungependa kwa sababu waweza kaondoka hivyo. Hata kama iwe dakika moja, lakini utupatie wimbo moja kidogo, hata kipande moja. Kapela, najua sasa hivi kuna vyombo hapa, lakini unaweza kufikiria wimbo ambao unaweza kupandisha hata kidogo dakika moja, watu wakabarikiwa, kwa sababu wewe ni mwanamuziki, wewe ni mwimbaji, unaimba nyimbo za Injili. Kuna wengine unawabariki kupita ndani ya nyimbo zako, ndani ya kipaji Mungu alichoweka ndani mwako. Sasa tulikuwa tunaomba kama inawezekana tupandishie kidogo dakika moja na nusu, alafu watu wabarikiwe tukiwa pamoja na wewe. Karibu sana. Kuna wimbo siku hizi inanibariki. Najiuliza kama zisipokuwa na Mungu ningekuwa wapi. Nataka na wewe nikiimba ni kadogo tu, na ubarikiwe na ufikirie, na hiyo ikupeleke kwa maombi. Amina. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Naimba kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na neema na neema tele. Umejawa na neema na neema tele. Oh, kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Baba, umejawa na msamaha, umenisamehe dhambi, umejawa na uponyaji, umeniponya magonjwa. Imba kama sio wewe, kama sio wewe
ningekuwa wapi mimi e Baba yo, kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi Yawe, umejawa na neema na neema tele, umejawa na neema na neema tele. Bwana Baba, katika jina la Yesu tunasema wewe ni Mungu wetu. Usipokuwa upande wetu tungekuwa wapi? Baba, wewe ni Mungu mwenye unakuwa na upendo zaidi ya vile tunavyofikiria. Tunasema asante kwa hii kipindi, na tumeimba isipokuwa wewe tungekuwa wapi? Tungekuwa tumeishi, tungekuwa tumekufa, tungekuwa tumemalizika, lakini ulinzi wako unakuwa juu yetu, unakuwa juu ya familia yetu. Tunasema asante Jehova. Wewe ni Mungu mzuri, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Baba yetu, wewe unastahili Baba. Sikia kuomba kwetu na upokee shukrani zinazotoka moyoni mwetu. Tumesema isipokuwa wewe tungekuwa wapi? Tunakumbuka na tunasikia uwepo wako, na tukisema wewe ni Baba yetu. Sifa ni zako milele na milele, na tunajivunia kuwa watoto nyumbani mwako Baba. Utukuzwe milele na milele. Asante Jehova, na kushukuru kwa saa hii. Nasema wewe ni Baba na utakuwa Baba, na ninasema tena neno hili, sitaabudu Mungu mwingine isipokuwa wewe, na sitainulia mikono yangu Mungu mwingine isipokuwa wewe. Wewe unastahili. Sifa ni zako milele na milele, katika jina la Yesu. Amen. Nipende nikwambie kwamba tulikuwa tunaongea kuhusu wachungaji wa kisasa, wachungaji wa leo. Wengine wanafanya kinyume na sheria za Mungu, lakini pia tungesema Mungu awatembelee na karudishe ndani mikononi mwao. Amen. Mwake waache kufanya maovu na kuharibia watu wengine. Tunakushukuru sana Kamjisha Janet. Asante sana, Mungu akubariki. Pamoja na watu wetu tungependa tuambie bye bye. Bye bye. Mbarikiwe. Mbarikiwe.